Kwa majina anaitwa Dr. Catherine Frank Saguti, ni mganga mkuu wa halmashauri ya manispaa ya Kibaha. Siku ya leo tuko kwa ajili ya kuhamasisha usafi katika manispaa yetu, lakini idara ya afya inategemea kuwa na siku ya afya katika wiki inayokuja. Kwa hiyo huu ni mwanzo tu wa kuhamasisha shughuli za Afya Day. Leo tuko hapa, tumeungana na vikundi vya jogging kwa ajili ya kufanya usafi. Kwa niaba ya mkurugenzi, tunapenda sana kuwashukuru vikundi vyote vya jogging ambavyo vimejiunga pamoja na sisi kuhamasisha usafi, lakini tunapoelekea kilele cha Afya Day tumejitoa kufanya kazi za jamii. Tunawashukuru sana. Na wote tunajua kwamba tunaelekea kwenye uchaguzi tarehe 29 mwezi wa 10. Basi nipende kuhamasisha vijana wote katika halmashauri ya manispaa ya Kibaha kujitokeza kwa wingi, lakini pia kulinda amani ya manispaa yetu ili kila kitu mambo yakae sawa. Tunapoelekea uchaguzi, wote tunajua kura yako ni haki yako. Hivyo basi nawahimiza kujitokeza kupiga kura, na siku ya tarehe 29 wote tujitokeze kwa wingi ili tuweze kuchagua viongozi sahihi. Dr. Sabina Sinunguru, mratibu wa magonjwa yasiyoambukiza kwa manispaa ya Kibaha, lakini pia ni mjumbe wa kamati ya uhamasishaji ya siku ya Afya Day ya manispaa ambayo itafanyika siku ya tarehe 25 mwezi wa 10, Jumamosi inayokaribia baada ya Jumamosi hii. Tumekuwa tukihamasisha leo mazoezi pamoja na ufanyaji usafi, lakini lengo mahususi ni kuhamasisha wananchi wa Kibaha kujitokeza kwa wingi siku ya Ijumaa katika viwanja vya Mwalimu Mmoja au viwanja vyovyote tutakavyotangaziwa. Tutakuwa na mazoezi yafuatayo. Kwanza kabisa, tutatoa elimu ya magonjwa yasiyoambukiza na magonjwa ya kuambukiza kama homa ya ini, lakini tutakuwa na uhamasishaji wa uchangiaji wa damu, tukiamini kwamba damu haiuzwi. Changia damu kwa ajili ya afya ya ndugu zetu walioko hospitali. Lakini siku ya 25 tutakuwa na maadhimisho ambayo tutafanya mazoezi kuanzia maili moja mpaka kufika stendi mpya. Pia naomba niwahamasishe wananchi wa Kibaha wote tujitokeze kwa wingi siku ya tarehe 29 ambapo tuna jambo la kitaifa, jambo la uchaguzi. Tujitokeze kwenda kupiga kura kwa amani na turudi nyumbani tukiamini kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi itatoa matokeo kwa haki. Twende kwa amani, turudi kwa amani. Naitwa Julius Masura. Mimi ni CTW kutoka kata ya Uyaoni, wilaya ya Kibaha au manispaa ya Kibaha. Mimi siku ya leo nimehamasika katika ufanyaji wa usafi na afya shirikishi. Hii ina maana kwamba usafi ni afya shirikishi kwa sababu unaenda kujumuisha watu wote. Na kama usafi unajumuisha watu wote, maana yake tunaenda kuzuia magonjwa yanayoambukiza katika jamii zetu. Mfano magonjwa ya malaria. Magonjwa haya yanatokana na wadudu kama mbu. Kwa hiyo mazingira yanapokuwa masafi, kazi zetu zinapokuwa safi, maana moja kwa moja tunaenda kuzuia haya magonjwa. Na hii imekwenda sambamba na sera ya serikali yetu ya awamu ya 6 ya kwenda kuzuia maradhi na kwenda kuzuia gharama kubwa ambazo zinatokana na maradhi yanatokana na magonjwa ya namna hii. Kwa maana wananchi wengi wanakuwa wanachelewa kwenda kupata matibabu, na wanakuwa wamechelewa wanapokwenda kule wanakuta matibabu tayari maambukizo yashakuwa juu na matibabu yake pia yanakuwa juu. Kwa hiyo serikali ya awamu ya 6 ikaona ni vyema ikawasomesha wahudumu wa afya ambao ni sisi, na imetusambaza kila mtaa. Na hivyo tunaendelea kutoa huduma kwa kaya zetu na kwa wananchi wetu, na tunaendelea kufanya huduma hii na wananchi wetu pia na wanaendelea kuipata huduma na kuifurahia kwa sababu imeenda kuwa ni ukombozi katika kaya zao. Naitwa Nasra Bala, ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii katika mtaa wa Liwanzi. Leo nimehamasika kuja kufanya jogging na kufanya usafi wa mazingira na kuhamasisha wananchi wenzangu juu ya usafi wa mazingira ili kuepukana na maradhi ya kuambukiza. Kwa hiyo leo ni siku ya kufanya usafi. Tumejumuika na wananchi wote katika soko letu hili la maili moja Loliondo ili kufanya usafi wa mazingira kwa wote.